Vyumba katika jengo hili hapa ni vyumba vitatu vya kulala. Chumba kimoja ni master, vyumba viwili ni single, lakini kuna sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store. Na hili jengo of course tunaweza kusema lina mita 12 kwa 12 kwa urefu wake na upana wake. Sasa ukiangalia katika hili jengo kuna master ambayo iko full, naweza kusema hivyo. Nasema hivyo iko full kwa sababu katika chumba hicho kuna sehemu maalum kwa ajili ya kubadilishia nguo. Hichi ni kitu ambacho wengi wamekuwa wanashindwa kukitambua au kukitofautisha, kwa sababu wengi wamekuwa wanaita self master au master wanaita self. Utofauti wake ni kwamba master ni chumba ambacho kinakuwa na kitu kingine cha ziada ukiachana tu na kuwa na choo ndani. Na ndio maana katika ramani yetu hapa mkono wetu wa kulia kabisa unaona kuna chumba ambacho ndani yake kuna dressing room, baada ya hapo kuna choo, lakini self ni chumba chenye choo ndani peke yake. Kwa hiyo ukija kwenye master sio lazima tuwe na dressing room peke yake. Kuna master zingine zinaenda mbali zaidi, zinakuwa mpaka na sebule ndani yake. Sasa hili sio dhumuni, isipokuwa nimezungumzia hili kuhakikisha kwamba ninaongeza uelewa kwako. Hili jengo ukitaka kulijenga kwa tofali za kuchoma ni tofali 10,000, lakini kama utataka kutumia tofali za bloko hapa zitakuwa tofali 2,700 peke yake. Jumla ya bati 90 za futi 10 ndizo ambazo zitakazotumika katika ujenzi wa hili jengo, na mbao za kenchi ni 150. Sasa hapa kuna watu wamekuwa nikiuliza maswali kwamba hivi mbao za kenchi unatumia mbao za size gani? Kumbuka, ili uweze kujua unatumia mbao za size gani katika ujenzi wa jengo lako, unatakiwa kujua kitu kimoja. Kwanza, majanga ya asili yanafika vipi au yanafika kwa kiwango gani kwenye kiwanja chako, kwa maana ya kwamba matetemeko ya ardhi au namaanisha vimbunga na upepo mkali. Kwa hiyo ukishajua hivyo vitu unaweza kujua sasa utatumia mbao za aina gani. Lakini sitaki wewe ndio utoe majibu, isipokuwa washirikishe mafundi ambao watakao kuwa wanahusika na upauaji katika eneo lako. Wao wanaweza kufika kwenye jengo lako wakaangalia hali halisi ya eneo lako lilivyo, wakakushauri. Mara nyingi tumekuwa tukiwadharau sana mafundi, lakini ni watu wenye msaada sana. Kwa hiyo jaribu kuwasikiliza pia, kwa sababu vitu vingine vingi wanatoa katika namna ambayo inakuwa ni sahihi. Kwa mfano, ukiniuliza mimi kuhusiana na tofali zitakazotumika kwenye ujenzi wa msingi wa jengo hili hapa, sitaweza kukujibu kwa sababu tofali hizi zitategemeana na mambo mawili makuu muhimu. Jambo la kwanza ni aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako, na jambo la pili ni shape ya kiwanja chako, kitu ambacho fundi anayekujengia wewe anavitazama hivi kwanza kabla hata nyinyi kuweza kukubaliana atakujengia kwa shilingi ngapi. Kwa hiyo huyu anaweza kukupa taarifa ambazo zinakuwa ni salama zaidi kuliko nikikupa mimi. Na ndio maana mara nyingi wengi ambao wakikuwa wakiniomba taarifa hizi nimekuwa ninawaambia taarifa hizi huwa sizitoi, kwa sababu ninaamini kwamba ni rahisi sana kukudanganya kama nitajaribu kukwambia, kwa sababu usijui mazingira halisi ya eneo ambalo wewe unaenda kujenga. Hili jengo unaweza kuliona namna gani ambavyo limeweza kudesigniwa na namna gani ambavyo limeweza kuwekwa nakshi zinazoweza kupunguza idadi ya bati kwa upande wa juu. Na ndio maana nimekuambia hili jengo linatumia jumla ya bati 90 za futi 10. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu sehemu ya kuta zake au sehemu ya jengo hili imeweza kutawaliwa na gable roof, na hii inaweza kupunguza idadi ya bati kwa namna fulani, na pia inapunguza idadi ya mbao, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mbao za kenchi zinalala juu ya ukuta, lakini pia bati zinaenda juu ya ukuta moja kwa moja. Kwa hiyo hii nayo inapunguza idadi ya mbao, lakini pia inapunguza idadi ya bati. Kumbuka, ramani kama hizi nyingi tunakopostia mitandao yote ya kijamii na tunatumia jina la Makazi Mpanda. La nikuombe au nikutake kuanzia sasa unaweza ukapata ramani au ukazitazama ramani kupitia WhatsApp yako. Unatakiwa kufanya nini? Issue ni simple sana. Namba ya simu ni hiyo hapo ambayo inaonekana chini mkono wa kulia, ambao ni 0758260190. Namba hiyo ya simu inapatikana WhatsApp. Kwa hiyo utakachokifanya, ingia WhatsApp yako kisha andika namba ya simu hiyo hapo na ututafute kupitia WhatsApp yako. Andika neno ni unge. Sawa, ingia kwenye WhatsApp yako, kwenye namba yetu hii tutumie message neno ni unge, kisha tutakutumia link uweze kujiunga na WhatsApp channel yetu. Utakuwa unazitazama ramani kila tunapokuwa tunaziposti kupitia WhatsApp yako. Sio lazima uingie mitandao mingine mingi ya kijamii, kwa sababu kuna wengine mitandao ya kijamii unakuwa hawana account lakini wanakuwa wanatumia WhatsApp. Kwa hiyo kama unatumia WhatsApp, basi ni fursa kwako. Hakikisha umetuma message neno ni unge kupitia WhatsApp namba hiyo hapo. Namba hiyo inapatikana WhatsApp. Usitume kawaida. Tuma kupitia WhatsApp ili tuweze kukupatia link uweze kujiunga na channel yetu kupitia WhatsApp huko. Lakini pia hakikisha utufollow mitandao yetu ya kijamii kama unatumia mitandao ya kijamii, ili tuweze kukua na kuwa na familia kubwa kwa namna moja au nyingine. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.